Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, bwana, kabla ya mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Yanga dhidi ya timu ya Simba Sports Club, mchezo ambao uliweza kutapatika kwa sare ya kutokufungana, kulikuwa kuna maneno mengi ambayo yaliweza kuibuka hapa katikati. Miongoni mwa wadau ambao waliweza kuzungumza ni aliyekuwa afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga. Hapa namzungumzia bwana Haji Sunday Manara. Aliweza kuzungumza mambo mengi kweli. Sasa Manara juzi aliweza kuzungumza kuhusiana na Yanga kuwa imefeli, na akasema baadhi ya maamuzi ya uongozi pia ni sehemu ya timu hiyo kuyumba, na uzuri alitaja sababu za msingi kuitetea mada yake ambayo aliweza kuianzisha, lakini alijibiwa sana kisiasa na zaidi akaonekana kama msaliti vile. Watu walichukua tu neno la usaliti kisha kupuuza kile ambacho aliweza kukisema bwana Haji Sunday Manara. Lakini ukweli ukikaa chini na kufikiria utagundua 90% ya maneno ya Manara ni ukweli, yanahitaji na yanaenda kuiangusha Yanga Sports Club kama isipobadilika. Ingetoka ya wachezaji, makocha ni sehemu ya kushindwa kudhibiti falsafa za uchezaji, falsafa za timu pia ni kushindwa kujua utahitaji aina gani ya mchezaji kufiti katika falsafa ya timu ama msingi wa klabu. Falsafa ni mtindo maalumu wa uchezaji zaidi hutoka kwa makocha. Ina maana ingetoka ya makocha huifanya timu isiwe na msimamo katika uchezaji, kwa sababu kila kocha ana aina ya falsafa yake, lakini kimsingi Yanga hainzingatii maono ya kocha kutokana na falsafa yao ya uchezaji. Yanga imeweza kubadilika sana kiuchezaji. Yanga ya Nabi kiuchezaji ni tofauti na ya Gamondi, na sasa ipo tofauti na haijulikani ipo katika utamaduni hupo. Kama unakumbuka ile Yanga ya Nabi ilikuwepo Yanga fulani ya moto kweli, akaja kocha Miguel Gamondi, lakini naye akatia falsafa zake, timu ikaperform vizuri. Lakini kwa sasa hivi Yanga chini ya Pedro Gonçalves tunaweza kuona mabadiliko makubwa ya kiuchezaji, lakini pia falsafa kiujumla. Kimsingi ni mambo mengi, ila Haji alikuwa sahihi sana kwa kile ambacho aliweza kukizungumza siku kabla ya mchezo husika. Kuna wakati ukiwa kiongozi shupavu, jitahidi sana kupokea ushauri kwa watu na itakusaidia, na sio kila kitu kukichukulia kama chuki, maana dunia inatawaliwa na takwimu. Huwezi kudanganya chochote kile. Ni ajabu kusema haijashindwa, huku takwimu zinasema timu haijawahi hata kufikisha alama 10 hatua ya makundi. Kuhusu huyo kocha mimi sitaki kuzungumzia, nimeona tu nikupushie na najaribu kuzungumzia yale maneno mawili matatu ambayo bwana Haji Sunday Manara aliweza kuyazungumzia kabla ya mchezo husika. Una maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana hiki? Njoo tuandike kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu yote hakikisha